sura ya 4 aya 16, Biblia inasema akaenda Nazareti kama alivyolelewa, na siku ya Sabato akafanya ibada kama ilivyokuwa desturi yake. Yaani kawaida ya Yesu akiwa duniani alikuwa anafanya ibada siku ya Sabato. Sasa hiyo ndio Biblia. Lakini tukaenda tukaangalia wanafunzi wa Yesu nao. Baada ya Yesu kwenda mbinguni, amekufa, amepaa kwenda mbinguni, wanafunzi wake nao tukaona katika kitabu cha Matendo sura ya 16 fungu la 13, wanafunzi wa Yesu wenyewe nao pia tukaona waliitunza Sabato. Kwa sababu Mungu alishasema toka kwenye wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Kwa hiyo wazazi wa kwanza kabisa Adam na Hawa waliitunza Sabato. Kwa hiyo tukaendelea kujifunza jana. Swali ambalo tulijiuliza hivi, Sabato ni ya nani? Je, Sabato ni ya Wayahudi? Maana wako wachungaji leo wanaosimama katika majukwaa mbalimbali wanafundisha, wanasema Sabato ni ya Wayahudi, haituhusu. Sasa jana tukaenda tukasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 58 aya 13, tukagundua na tukaelewa kwamba Sabato sio ya Wayahudi, Sabato ni ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Hata kabla ya kuwepo kwa Wayahudi tuligundua jana Sabato ilikuwepo. Ilianza kwenye bustani ya Edeni. Wayahudi wanakuwepo, wanakuja, Sabato ipo. Kwa hiyo Biblia ikaweka wazi kwamba Sabato ni ya Bwana. Sasa tukaenda tukaanza kuitafuta. Maana tulifika hapa tukagundua kwamba ni kweli Sabato ipo. Na ni kweli Sabato ni siku ya ibada. Kwa jana tukaanzia hapa, tukaanza kuitafuta. Tukaenda tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 14 mpaka aya ya 18. Biblia ikasema kwamba Mungu aliumba mianga mikubwa miwili, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Hii ndiyo iwe dalili ya siku, majira na miezi. Kwa hiyo tukaona Biblia kwamba inasema Mungu aliumba mianga hii ili tusaidie kuelewa siku imeanza, siku imekwisha. Na ndio maana nikawaambia hata wale wazee wa zamani tulipokuwa tunakwenda shule walikuwa wanatumia jua, wanaliangalia jua. Jua likienda likifika sehemu fulani, anasema saa hizi saa 4, mjukuu wangu nenda shuleni. Kwa hiyo alikuwa analitumia jua kuangalia majira. Sasa Biblia inasema kwamba siku hiyo ya Ijumaa ni siku ya maandalio ya Sabato, ni siku ya kuiandaa Sabato, maana Sabato inaingia baada ya siku ya Ijumaa. Sasa hiyo ni Biblia. Sasa twende tuangalie kama Ijumaa ndiyo maandalio ya Sabato. Je, Yesu alikufa siku gani? Ili tuweze kujumlisha, tuzitafute hizo siku 7. Je, zinaangukia Ijumaa ama Jumamosi ama Jumapili? Fungua sasa kitabu cha Luka hiyo sura ya 24 fungu la 1. Biblia inasemaje? Inasema ndio Jumapili alfajiri na mapema. Alfajiri na mapema wale wanawake walikwenda kaburini. Sawa. Wakichukua yale manukato waliotayarisha. Ndio. Walikuta lile jiwe limeviringishwa. Sasa Biblia inasema, ukiendelea kusoma Biblia inasema siku ya Jumapili walienda kaburini, wakalikuta lile jiwe limeondolewa na Yesu hayuko kaburini, amefufuka. Sasa Biblia hii inasema Yesu alifufuka Jumapili. Ama Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Kama Jumapili
ndiyo siku ya kwanza ya juma. Ukihesabu hata kama hujasoma, umeishia darasa la 4, unajua kuhesabu, hesabu ya 1 jumlisha 1 utahesabu. Kama siku ya Jumapili ndiyo siku ya kwanza ya juma, Ijumaa siku ya 6, Jumamosi inaangukia siku ya 7. Sasa wewe ambaye unahesabu siku tofauti, Biblia inasema Ijumaa pili ndiyo siku ya kwanza ya juma, na ndiyo siku ambayo Yesu amefufuka, na ndiyo siku ambayo siku ya 7 ndiyo siku ambayo Mungu anasema pawepo na kusanyiko takatifu. Kwa hiyo Ijumaa ni siku ya maandalio ya Sabato, halafu Jumamosi ndiyo Sabato inaingia, halafu Jumapili ndiyo siku ya kwanza ya juma. Na Yesu alipokufa Ijumaa, kiukweli alizikwa siku ya Jumamosi kama ilivyokuwa desturi yake, akapumzika kaburini. Haleluya! Akapumzika kaburini siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Yesu akafufuka. Kwa ndivyo Biblia na vitabu vinavyosema. Inasema hivi. Sasa leo kwa dakika hizi niendelee kutoa ushahidi wa kuonyesha wazi kwamba siku ya Jumamosi ndiyo siku ya 7, halafu ndiyo siku ya ibada. Lazima utoe ushahidi ili kila mtu aelewe, achague. Maana hapa ziko ibada mbili. Ibada ya kwanza ni ibada ya Mungu, halafu ibada ya pili ni ibada ya yule Mungu mwingine ambaye anaitwa Shetani. Kwa hiyo Biblia inafunua habari za ibada ya kweli ambayo ni siku ya 7, siku ya Sabato. Na wapendwa marafiki zangu, ibada sio jambo la kufanyia mchezo, maana hata Shetani naye anapenda aabudiwe, anapenda afanyiwe ibada. Kwa ibada unayoifanya lazima ujiulize, je, ibada hii ninayoifanya inakwenda moja kwa moja kwa Mungu muumbaji ama kwa Mungu yule mwingine? Lazima ujiulize sana, lazima ujiulize. Sasa hapa nitoa ushahidi tu wa mambo machache hivi kuonyesha kwamba Sabato, siku ya Jumamosi, ndiyo siku ya ibada. Katika vitabu mbalimbali ukisoma, ushahidi unaonyesha kwenye vitabu ambavyo vinaaminika katika ulimwengu wa kidini, vingi vinaonyesha kwamba Sabato ni siku ya 7 ya juma ambayo ni Jumamosi. Kwa mfano, ukienda ukisoma kwenye kamusi ya toleo la kwanza, neno Sabato anasema hivi: siku ya Jumamosi, siku ya kumwabudu Mungu, siku ya kumwabudu Mungu kama itumikavyo katika Biblia. Hawa ni wanazuoni. Wanazuoni hawa wameandika katika kamusi hii, wanasema Sabato, siku ya Jumamosi, siku ya kumwabudu Mungu kama itumikavyo katika Biblia. Sasa hebu turudi kwenye Biblia yenyewe, tuambie msomaji wangu, fungua Biblia hiyo ulionayo, hiyo nenda kwenye yale maneno ya nyuma kabisa, tafuta neno Sabato. Tafuta neno Sabato, nimewekea alama hivi nyekundu, ndio hapo. Tafuta neno Sabato, halafu useme Biblia inasemaje. Anasema ndio siku ya pumziko kwa watu na wanyama. Siku ya pumziko kwa watu na wanyama, ambao Wayahudi walikumbuka. Ambayo Wayahudi walifanyaje? Walikumbuka. Endelea. Kupumzika kwa Mungu. Baada ya kuumba. Siku hiyo Wayahudi waliadhimisha kutoka kwa Misri. Kutoka wapi? Kwao Misri. Misri. Iliadhimishwa
kuanzia jioni ya siku iliadhimishwa kuanzia jioni ya siku gani? ya Ijumaa. Iliadhimishwa kuanzia jioni siku ya Ijumaa mpaka jioni siku ya Jumamosi. Mpaka jioni siku ya Jumamosi. Hiyo ni Biblia, sio maneno ya wanazuoni. Hiyo ni Biblia, sio maneno ya mchungaji. Hapana, hiyo ni Biblia, sio maneno ya shehe. Hiyo ni Biblia ambayo ni maneno ya Mungu. Anasema Sabato inapaswa upumzike kuanzia Ijumaa jioni mpaka Jumamosi jioni. Jua linapokwenda kuzama, Sabato imekwisha, inaanza siku ya kwanza ya juma. Sasa wachungaji wenzangu, kwa nini msisome Biblia vizuri? Someni Biblia, tafuteni tafsiri nzuri ya Roho Mtakatifu ili yakusaidie kuifasiri Biblia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia iko wazi kwamba Sabato inaanza siku ya Ijumaa jua linapokwenda kuzama mpaka Jumamosi siku ya Jumamosi jioni jua linapokwenda kuzama, Sabato imekwisha. Sabato imekwisha. Na wapendwa, hata katika kuhesabu siku, unajua wako watu ambao wanajidanganya sana. Hasa bwana, katika kalenda ya Julian alipokuja Gregory alibadilisha siku, alibadilisha siku. Kwa hiyo Sabato ilibadilishwa. Sabato kalenda ilibadilika. Wanazuoni wote wanakubaliana ni kweli. Huyu Gregory alibadilisha siku, tarehe, na aliondoa siku 10, na inaonyesha ni mwaka 1582. Siku 10 ziliondoka katika mwaka, na mwaka wa kibibilia una siku 360. Mwezi wa kibibilia una siku 30. Siku ina masaa 24. Kwa hiyo kupungua kwa siku 10 haikuvuruga utaratibu wa kuhesabu siku. Hapana, siku ziko pale pale. Nenda kasome vitabu vizuri, utaelewa. Siku ziko pale pale na Mungu hakubadilisha. Sasa yako maswali kadhaa ambayo nahitaji niajibu vizuri. Je, watu wanaabudu siku? Maana wako watu ambao wanasema Wasabato wanaabudu siku, wao wanashughulika na siku. Sikiliza, Wasabato, Waadventista wa Sabato hawaabudu siku. Hapana, wanamwabudu Mungu katika siku ya Sabato. Haleluya. Hawaabudu siku. Sasa huu ni ujanja tu wa watu ili kuiondoa Sabato. Waadventista wa Sabato hawaabudu siku, ila wanamwabudu Mungu katika siku ya Sabato. Swali la pili, je, tuheshimu siku ya ufufuo? Maana wako wengi leo wanasema Yesu alifufuka, sasa hiyo siku ya ufufuo ndio ambayo inatakiwa iheshimiwe. Sasa natamani tumuulize Yesu, tuulize wanafunzi wake, tuulize, je, wanasemaje tuheshimu siku? Tumuone kwanza Yesu mwenyewe. Yesu alipofufuka alikaa siku 40. Ndio, alikaa siku 40. Yesu alipofufuka na kukaa siku 40, je, aliamuru sasa tukumbuke siku ya ufufuo? Na wale wanafunzi aliowaacha, je, siku ya ufufuo walienda kuiheshimu hiyo siku? Haya ndio maswali ya kujiuliza. Kwanza tuende kwa wanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu amefufuka, wanafunzi wake walikuwa kanisani? Kitabu cha Marko. Wanafunzi wa Yesu wakati Yesu anafufuka, je, walikuwa kanisani? Marko sura ya 16. Hapa lazima uwe makini. Sikiliza,
Wewe hapo nyumbani sikiliza, chukua Biblia yako, kaa tulia. Kaa utulie, maana swala la ibada ni swala la msingi sana. Hapa lazima niwe serious. Maana hapa ni uzima na mauti kwenye swala la ibada. Umwabudu Mungu ama umwabudu shetani hapa kwenye ibada. Sasa kitabu cha Marko sura ya 16 fungu la 9. Yesu alipofufuka mapema Jumapili. Yesu alipofufuka mapema Jumapili. Alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena. Alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena. Ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo wabaya 7. Sawa. 10. Unasoma hivi sasa hivi. Ndio maana wengine wanachanganyikiwa. Haya, soma hiyo ulionayo. Mbona naenda. Asoma hiyo. Kisha anasemaje? Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Alimtokea kwanza Maria Magdalena. Alimtokea kwanza Maria Magdalena. Ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye. Sawa. Nao wakali wanaomboleza na kulia. Sawa. Walakini hao waliposikia kama yu hai, ndio naye amemwona, hawakusadiki. Sawa. 12. Baada ya hayo wakawatokea watu wawili. Akawatokea, sio wakawatokea. Akawatokea Yesu akawatokea wanafunzi wake wengine wawili. Miongoni mwao ana sura nyingine. Tena alikuwa na sura nyingine. Endelea. Nao walikuwa wakishika njia. Wanafunzi walikuwa wameshika njia kwenda kanisani. Shamba. Wanafunzi wa Yesu siku ya kwanza ya juma, siku ya ufufuo, walikuwa wanashika njia kwenda wapi? Shamba. Kwenda shamba. Kwa hiyo siku ya ufufuo ni siku ya kwenda shambani. Hiyo ndio Biblia. Lazima uielewe. Na uelewe nini Biblia inachokisema. Biblia inasema Yesu aliwatokea wanafunzi wake, tena akiwa na sura nyingine. Hawa wanafunzi hawakuwa wameshika njia wanaenda kanisani, hapana. Walikuwa wameshika njia wanaenda shamba. Hawa wanafunzi hawa walikuwa wamemaliza ibada ya Sabato. Maana Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Sabato imekwisha. Wanafunzi wamefanya ibada, imekwisha. Siku ya kwanza wamebeba majembe, wanaenda shamba. Maana Sabato ndio inayomtambulisha Mungu kwamba ni muumbaji. Kwa Biblia inaweka wazi kwamba Yesu alipofufuka hakuna sehemu yoyote aliyoagiza kwamba tuikumbuke siku ya ufufuo. Hakuna. Wanafunzi wa Yesu nao hakuna sehemu walioagiza. Hata ukisoma habari za Paulo, Yesu alimtokea akiwa Dameski. Hakuna sehemu ambayo alimwambia ikumbuke siku ya ufufuo, achana na Sabato. Hakuna. Sasa toka juzi niwaambia, tulipoanza mikutano hii, niwaambia siku ya kwamba kuna mawazo ya wazee, kuna amri za wazee, lakini kuna amri za Mungu. Kwa hata kama ipo Sabato ya Bwana, na yenyewe pia ipo siku ya wazee, ambayo wazee walikaa wakapanga ya kwamba siku hii iwe ndio siku ya ibada. Biblia inasemaje? Msomaji, soma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15 fungu la 8 mpaka fungu la 9. Mathayo sura ya 15 fungu la 8 mpaka fungu la 9. Biblia inasemaje? Mathayo sura ya 15 fungu la 8 mpaka fungu la 9. Anasemaje? Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Nao wanafanya ibada za bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wazee, maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo kuna maagizo ya wazee, halafu kuna maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu ni haya:
ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako asifanye kazi. Siku hiyo ya Sabato ina maelekezo kwamba pawepo kusanyiko takatifu. Haya ni maelekezo ya Mungu. Lakini maelekezo ya wazee ni haya. Maelekezo ya wazee anasema tuikumbuke siku ya ufufuo, maana ndiyo siku ambayo Yesu alifufuka. Haya ni maelezo ama maelekezo ya wazee, yanakinzana na maelekezo ya Mungu. Sasa wewe uchague uende kwenye maelekezo ya wazee ama uende kwenye maelekezo ya Mungu. Mimi nakupendekezea ili uwe salama, chagua kufuata maelekezo ya Mungu, achana na maelekezo ya wazee. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambia siku moja, hata mimi nilikuwa nafuata maelekezo ya wazee. Mimi nilikuwa Mkatoliki mzuri sana, na nilikuwa nafuata siku ya ufufuo, nilikuwa naiheshimu sana. Baadaye nikatoka nikaenda TAG, bado nikaendelea kuheshimu siku ya ufufuo. Lakini habari njema ni hii, Mungu akanifunulia habari njema, akasema sasa kijana, nilikuwa nakutafuta toka mbali, toka ulipozaliwa nilikuwa nakutafuta. Sasa maelekezo ni haya, toka uzaliwe mpaka leo umefuata maelekezo ya wazee, sasa fuata maelekezo ya Mungu ambayo ni yapi? Geuka sasa, itunze Sabato. Kwa nikaamua kufuata maelekezo ya Mungu, maana najua hapo ndipo ambapo palipo salama. Bwana asifiwe sana. Na ilikuwa vita, na ndio maana wote wanaofuata maelekezo ya Mungu ya utunzaji wa Sabato, wapendwa, vita huwa vinatokea kwenye familia. Wako wana familia waliotengwa, walioachwa na majeraha, wana makovu ya utunzaji wa Sabato. Kwa nini? Kwa sababu shetani hapendi kuona watu wanamwabudu Mungu, anapenda kuona watu wanamwabudu shetani, wanamwabudu yeye. Kwa hiyo jioni ya leo chagua. Wewe niwaambie, hata mbinguni tutapumzika siku ya Sabato. Kitabu cha Isaya sura 66 fungu la 22. Biblia inasema ili uone kwamba Sabato haitaishia hapa. Siku ya Sabato bado hata mbinguni ipo. Kitabu cha Isaya sura 66 fungu la 22. Biblia inasema 22 anasema, ndio, kama vile mbingu mpya na nchi mpya, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya ni vitakavyokaa mbele za Mungu, asema Bwana. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. 23. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, na wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Anasema mchungaji, asema Bwana. Anasema Bwana. Bwana asifiwe sana. Amina. Anasema Sabato haitaishia hapa, hata mbinguni Sabato itakuwepo. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Haya maneno sio ya mchungaji, maneno sio ya mzee Bureta. Haya maneno ni ya Bwana mwenyewe. Anasema siku ya Sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, anasema Bwana. Bwana asifiwe sana. Siku ya Sabato, mimi uzuri nimesoma vitabu mbalimbali, nimesoma vitabu vingi vya dini, nimesoma Qur'ani tukufu, Qur'ani ambayo inaaminika na Waislamu, yote nimesoma, juzuu 30 zote nimesoma, sura 114 zote. Ndani ya Qur'ani yenyewe inaonyesha wazi, hata Waislamu wanaambiwa kwamba siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Ilinifanya niandike mpaka kitabu. Hii kitabu cha kwangu nilikiandika mimi, kina peji 200, kinaeleza
Sabato. Ziko aya zaidi ya 9 zinazoonyesha Sabato ni Jumamosi. Tena wale ambao hawafuati Sabato, Qur'an nasema walifanywa manyani wadhalifu, lakini anasema wale ambao hawakufuata Sabato pia nyuso zao zilielekea kisomoni. Kwa Qur'an inazungumzia habari ya Sabato. Sabato. Ijumaa haijazungumziwa ndani ya Qur'ani. Kuna aya moja tu inayosema Ijumaa adhana ikilia waende msikitini, wakimaliza warudi kwenye biashara. Ila Sabato inasema siku hiyo hakuna biashara, na imezungumza wazi, iko wazi. Vitabu vyote vinaonyesha Sabato ni siku ya Jumamosi. Tena Qur'an inasema wazi kwamba hata siku ya Kiyama watahukumiwa wale wote ambao walioivunja Sabato, na inaweka wazi alianzisha Ijumaa, inaweka wazi, nimeandika huko wazi kabisa. Wapo watu ambao walikaa wakasema tuchague Ijumaa iwe ndio siku ya ibada. Ilichaguliwa na watu, na hapa tutaangalia siku nyingine ile Jumapili na yenyewe ilichaguliwa na akina nani. Lazima tuangalie, maana Biblia iko wazi. Kwenye Qur'an nasema ni watu 40 walikaa wakakubaliana. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo wamekaa wanaume 40. Ijumaa ikaanzishwa mwaka wa 610 wakati Muhammad anapewa utume kwenye pango linaloitwa Jabal Hira. Na waambia hivyo ili muelewe kwamba hata ndani ya vitabu vingine ambavyo Waislamu wanaviamini vinaeleza wazi habari ya Sabato. Kwa Sabato iko kila mahali. Ni wewe tu kuikubali na kusema sasa ngoja nifanye maamuzi ya kufuata Sabato, siku ya 7 ya juma, ambayo ndio siku ya ibada, ambayo ndio Bwana anasema tukusanyike, tuwe na mkusanyiko wa ibada. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye viwanja hivi lazima tufunue Biblia wazi. Hatukuja kucheza, tumekuja kuambia ukweli ili anayeamini aupokee, aokolewe. Anayekataa akatae, apotee milele. Lakini pendekezo letu na ushauri wetu, muukubali ukweli ili muokolewe. Haleluya, amina, muokolewe. Jioni ya leo wapendwa, ni siku ambayo kila mmoja anapaswa asikilize maelekezo ya Mungu ya utunzaji wa Sabato. Hapo ndipo utakuwa salama. Na ni wangapi jioni wa leo anasema mchungaji, kwa mafundisho haya niko tayari kuitunza Sabato? Punga mkono hii. Mungu awabariki sana. Kwa nini msisimame? Simameni msoge hapa jioni ili tufanye mambo ya kumwomba Mungu. Maana wengine mlikuwa hamjui, ni kama mimi nilikuwa sijui, lakini nilipohubiriwa, nilipofundishwa nikaelewa. Pigeni hatua wapendwa, njooni tu hapa, sogeni tu hapa mbele tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu yetu umba, Baba mwenye upendo na huruma, asante kwa neno lako ambalo umemvuvia mtumishi wako kulinena waziwazi katika maeneo haya hapa Kitasha. Sauti yako tumesikia kupitia kwa mtumishi wako. Na tazama watoto wako wamesikia, wamesogea hapa mbele. Lakini kuna wale wengine wako pale nyumbani, wako pale kibandani, barabarani, shambani, wamesikia, wanatega sauti na masikio yao kukusikiliza wewe. Sasa ninakusihi baraka zako ziwe juu yao. Hawa wote waliotoka mbele, naomba ukawabariki. Hata wale tu ambao wametenga muda kusikiliza sauti hii kwa karibu au kwa mbali, ninaomba baraka zako ziwe juu yao. Ikiwa wana changamoto zozote za magonjwa, ukawaguse wapone kwa jina la Yesu. Ikiwa na changamoto za maisha ya kiroho, kuna dhambi zinawatesa wengine, masuala ya ulevi, uvutaji, masuala ya ushirikina, ugomvi na mambo mbalimbali yamewatesa. Dhambi hizo zishindwe na kukoma kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao wamekiri na kusema ya kwamba wako tayari kuitii sauti yako, baraka zako zikawe juu yao.
waondoe kila mambo machungu ya ulimwengu huu. Wengine wamerushiwa nuksi, mikosi na laana, wengine wametishiwa. Kemea na kuondolea mbali nuksi na mikosi hiyo, wafungue, watangazie ushindi kwa damu ya Yesu. Hata kama wametishiwa kuchukiwa, kutengwa, wapatie ujasiri. Wengine ni nyumba zao, ndoa zao zina magomvi, amani haipo, kwa sababu wamekukubali, amani yako ikatawale katika ile ndoa. Wengine ni uchumi umewatesa, maisha magumu, wamekuwa na madeni na shida, hata wameshindwa kusomesha watoto. Fungua milango sasa, kwa sababu wamekuamini wewe. Ukafungue milango ya uchumi, kubariki mashamba yao, kubariki biashara zao na kazi zao. Hebu neema yako iwafunike wote ambao wametega masikio kuisikia sauti yako jioni ya leo, na hao ambao wamefika katika viwanja hivi, baraka zako zikawe juu yao. Umbariki mchungaji na familia yake, mwandae tena kutuletea ujumbe mwingine, jumbe makini kwa ajili ya kuokolewa unapokuja, maana unakuja Mwokozi wetu. Asante kwa sababu umesikia, asante kwa sababu utatubariki. Tulete tena usiku katika kujifunza kwa njia ya sinema. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Amina.